Nichukue nafasi kuwashukuru sana viongozi wangu na ujumbe kwa ajili ya semina hii. Shukuru sana Baba Askofu, kamati tendaji kwa uvumilivu uliokuwa nao, na nimeonyesha spirit ya kujali. Kweli Mungu anajali. Nashukuru kwa uvumilivu wenu, na shukuru wakufunzi wote kwa semina hii kuwezesha. Kweli naamini kwamba kuna kitu tumekipata. Na ninaamini tutaenda kufanyia kazi. Na naamini pia nitafurahi kusikia pia sawa, najua kuna huduma ya ustawi wa jamii, lakini tukaiweka kwenye mfumo wa huduma ya diakonia, kwa sababu kamati yote mkwepo hapa. Kweli itakuwa sana. Ningefurahi kuona taasisi jimbo letu tuna huduma hii ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Naamini kwa sababu uongozi mpo hapa, mtaenda kuyaweka vizuri. Sisi tupo tayari, watoto wenu kama tunaandaa semina ama tutaka tuje tuelimishane, tukumbushane tufanye vipi, tutakuwa tuko tayari. Madamu sisi ni ndugu katika Kristo na ni kanisa moja. Ni washukuru sana. Sisi sasa tunaenda kumaliza askofu. Tumeandaa nauli kidogo na chakula tutawezesha. Nafikiri mtupokee kwa sababu kweli ni gharama, lakini cha msingi ni elimu tuliyopata. Bwana Yesu asifiwe. Yaani elimu tuliyopata ni kitu kikubwa sana, kwa sababu kitakusaidia wewe katika uhai wako na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana ambalo tumelipata kutokana na gharama, na sababu semina hizi tutatarajia tuende paka na Mtumbo kule kwenye vyuo ambavyo vipo kule Songea, tutaenda kule Kiela, chuo cha Kiela pale tutaenda. Kwa hiyo kwenye nafikiri mchungaji Makamela, nafikiri kwenye huduma yako pia nafikiri ipo. Tutaenda pote kwenye jamii, wale wa makundi maalum pia na wenyewe watakiwa wapate semina hizo. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano tena pale ambapo tunahitaji viongozi wangu. Asante sana, Mungu awabariki. Basi mkaribisha katibu, tunakaribisha askofu wako na jambo la kusema. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio, barikiwa. Basi tupungiane mikono. Semina imefanya vizuri. Kwa kwanza ni washukuru sana watumishi wote ofisi kuu kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini. Na washukuru sana viongozi ambao mlikuwa mnaongoza semina hii, viongozi wa Petro. Kipekee sana tunawashukuru sana ndugu zetu wa jimbo la Kusini Magharibi chini ya idara ya diakonia. Kweli leo tumevunja ratiba zetu kabisa. Lakini umetuletea kitu cha maana cha maisha. Na maisha kama yanasumbua, tunaumwa ama tunauguza kwa sababu ya maswala, kama hujaambukizwa basi umepata madhara. If you are not infected, you are affected. Kwa hiyo kama hujaambukizwa, kuna ndugu zako, kuna wengine umepitia kwenye masuala kama haya. Kwa kweli tunawashukuru, asante sana. Lakini pia niwashukuru kama mtendaji na Baba Askofu. Tulipopigiwa simu na Emmanuel, tulikuwa kwenye semina Rutengano na hawa watumishi. Sasa tunapokuwa tunaambiwa habari hizo, tukaambia basi Mungu amefungua mlango wa semina sasa. Niwakaribishe tena kwenye taasisi zetu na kwenye kanisa letu na shirika zetu. Karibuni sana. Mtoto anapokutembelea lazima mzazi ujisikie fahari kwamba kuzaa nini jamani? Uzuri. Kwa hiyo karibuni, tuko tayari sisi
kuwasikiliza. Nisipoteze muda sana, ni wakati tunatambulishana makamu hakwepo. Kwa hiyo inabidi nimpe makamu, yeye atafuata itifaki ya viongozi wangu, alafu akiwa naye amesema chochote na mwisho tutafunga. Amen, mbarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Mimi naiona siku leo faraga njema ambayo tumeandaliwa na Mungu mwenyewe tuketi mahali hapa. Kwa sababu tunajua nafasi na majira vyote ni vyake Mungu wetu. Asante sana kwa ajili ya yote ambayo yametendeka mahali hapa. Ubongo wa mwanadamu unatakiwa unapata vitu vingine vipya kila wakati. Na ndipo tunapoweza kutoka mahali fulani na kwenda mahali pengine. Katibu mkuu wakati anatuambia habari hii ni ngeni kwetu kwamba wanatoka Mbeya wanakuja huko. Tulikuwa tunamuuliza maswali mengi. Mengine alitujibu, mengine naye hakuwa nayo kwa sababu naye hakuwa na uzoefu wowote. Lakini kwa kuketi mahali hapa tumeona nini kilichokusudiwa kwa ajili yetu. Mungu awabariki sana. Ndugu yangu amekuwa vizuri kwenye muda. Naomba nikomee hapa, lakini mwito mwingine hata endelea na yale mengine ambayo tunafundisha. Asante sana. Tumeona baraka tele kwa ajili ya semina hii. Asante. Tusichukue muda kwa kuwa nilimwomba mwenyekiti atasimama kwa niaba yetu kamati tendaji na kuhitimisha. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwana kondoo ameshinda. Baba Askofu, nikushukuru sana kwa nafasi hii, lakini pia kwa kushiriki mwanzo mwisho, na kama alivyosema katibu mkuu kwamba leo imekuwa siku ya semina japo ni siku ya ofisini. Kwa sijui hata bahati nzuri mpaka makarani wote wako hapa, ofisi zimefungwa. Tunashukuru sana ndugu zetu kutoka Mbeya kwa utumishi mwema ambao umeuleta. Katika kila somo kuna kitu cha kukumbuka. Kwenda la mwisho umuhimu wa kupima na kujua unaenda wapi, uko wapi. Lakini ile la kwanza yale mafiga matatu kwangu ni somo muhimu sana. Wakati mwingine tutahubiri sana, tutafunga maspika mengi, tutatoa semina za kutosha, tukisahau figa moja utumishi wetu hauwezi kukamilika. Mungu awabariki sana. Tunapokea kwa moyo, lakini kama ratiba itawaruhusu tena, karibuni hata kwa kundi lingine au hili tena, kwa sababu bahati nzuri tunapojifunza huaga tu vimbiwi. Hata mkisema kila mwezi mara moja, tajitwa ndio tunakuwa vizuri zaidi. Bwana Mungu awabariki sana. Pekee nishukuru mchungaji. Jamani, mchungaji wangu amenichunga Bethlehem muda fulani. Mungu akutunze baba. Amen. Najua juzi hatukusalimiana pale Bethlehem kwenye huduma mzee Mahalende. Mnaporejea nyumbani tubebe salamu kwa kamati tendaji na baba askofu, lakini na kanisa la Mungu. Na kila mnapopita basi Mungu endelee kuwa pamoja nanyi. Wapendwa, asante kwa utulivu. Nafikiri muda umeendelea sana tangu muda wa chai mpaka sasa. Ukiona watu wametulia masaa yote haya, unajua kuna mali au madini yanapatikana mahali hapa. Jamani, hongereni kwa kupata madini. Mahali pengine nilikuwa naangalia sura kama zina hofu fulani, vipimo vipanza kuja hapa. Bahati nzuri hivi vitu sio vya kulazimishana, lakini asante kwa tumepata elimu. Unajua utaka kujificha na kujipima, lakini baadaye utajitokeza ili uwe salama. Asante, niombe tusimame. Naombe Mchungaji Mwakamele ataomba, alafu tutaomba neema kwa pamoja. Karibu. Tuombe. Tunakushukuru sana Bwana Yesu. Tunajua wewe ulikuwa pamoja nasi katika semina hii. Asante kwa ajili ya watumishi wako waliokuja kutupa semina. Asante Roho Mtakatifu jinsi ulivyokwenda kutufundisha. Na sasa Baba, tumepokea mengi. Tunaomba msaada wako. Kile tulichokipokea kisipotee, bali kikatusaidie katika maisha yetu. Endelea kutubariki na endelea kutusaidia. Masomo haya tuliyopata ni faida kubwa kwa kanisa kuyatendea kazi.
Ni katika jina lako Yesu tunapokea kwa shukrani. Amina. Amen. Tuombe neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Asante, tuketi. Najua katibu mkuu kwa nami kutoa hapa kwa namna